Kwa majina mimi naitwa Certified Threat Analysis 2022 DC Isaya Simon Momba, ni mkurugenzi mtendaji mwanzilishi wa taasisi za Gosheni Tanzania. Jambo la kwanza ambalo litaendana na hii kampeni yetu ya kima cha chini ni kuiomba serikali itusaidie kupata sheria ya kusimamia tasnia ya ulinzi binafsi badala ya kanuni zilizopo chini ya Jeshi la Polisi. Ninapozungumzia kanuni, sasa hivi kampuni zote za ulinzi zinaendeshwa kwa kufuata kanuni za Jeshi la Polisi badala ya sheria ambayo inatakiwa kuzisimamia. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie kupata sheria ambayo itasimamia hizi taasisi za ulinzi binafsi. Jambo la pili, kampeni yetu itaenda sambamba na kuiomba tukipata sheria ya kusimamia tasnia ya ulinzi binafsi itasaidia kuwepo kwa mapinduzi kwenye bei elekezi. Kwa sasa hivi kumekuwa na utitili wa makampuni ambayo yamesajiliwa kisheria na yanafuata taratibu zote, lakini kwenye ishu ya bei elekezi hatuna. Hivyo kila taasisi inakuwa na bei yake, ambapo inakuja kuleta shida kwenye swala zima la kima cha chini kilichotolewa maelekezo na serikali. Na tatu, tukipata sheria ya kusimamia tasnia ya ulinzi binafsi itasaidia kuwepo kwa chama kimoja, tofauti na sasa ambapo kuna utitili wa vyama vya kisekta, hivyo kukosa sauti ya moja kwa moja kwenye sekta ya ulinzi binafsi. Kumekuwa na vyama mbalimbali ambavyo vimeanzishwa kwa milengo mbalimbali. Kuna chama kinaitwa Umoja wa Kampuni Binafsi za Ulinzi Tanzania kwenye mabano UKUTA, ambapo mimi niliyepo mbele yenu ndiye mwenyekiti wa hiki chama kwa kanda ya kati, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida pamoja na Morogoro. Na pia kuna chama kingine kinaitwa Tisia, na kuna chama kingine kinaitwa Tamaska, na pia kuna chama kipya kimekuja ambacho bado sijapata jina lake. Kwa hiyo hivi vyote vinajaribu kupigania upatikanaji wa hii sheria ambayo itasimamia tasnia ya ulinzi na usalama. Na pia mwisho, kupatikana kwa sheria kutasaidia upatikanaji wa haraka wa vibali vya kumiliki silaha. Kumekuwa na changamoto kidogo kwenye kupata vibali. Kampuni imesajiliwa na imepewa kibali kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, na pia ina kibali kutoka msajili wa makampuni BRELA, na pia inalipa leseni ya biashara katika kila halmashauri ambayo ina ofisi. Lakini inapotokea swala la kumiliki silaha kwa ajili ya matumizi ya kampuni, kumekuwa na changamoto sana kwenye zile kamati. Kuna kamati ya ulinzi na usalama ngazi ya wilaya ambapo mwenyekiti wake ni mkuu wa wilaya, na pia kumekuwa na changamoto kwenye kamati ya ulinzi na usalama ngazi ya mkoa ambapo mwenyekiti ni mkuu wa mkoa. Sasa hatujajua hizi changamoto zinakuwa vipi mpaka inapelekea mtu mwaka mmoja, miaka miwili anakuwa hajapata kibali cha kumiliki silaha husika. Kwa hiyo inachofanyika, mtu ananunua silaha, zinahifadhiwa katika maghala ya kuhifadhia, na mwisho wa siku anaanza kupambana kupata kibali, kitu ambacho kinachukua zaidi ya mwaka mmoja au miaka miwili. Kwa hiyo tunaiomba serikali kupitia hii sheria itakayosimamia tasnia zote za ulinzi au kampuni za ulinzi binafsi itasaidia kupatikana vibali, na pia kwa kuwa vile vibali vinatolewa kwa mujibu wa sheria, hivyo itapelekea wamiliki au sisi wamiliki wa kampuni ulinzi za binafsi kuweza kupata vibali kwa uharaka zaidi, na kuhakikisha zile pesa ambazo zimetumika kununua silaha husika zinarudi, kwa sababu wakurugenzi wengi vyanzo vyao vya mapato ni vidogo. Kwa hiyo wanalazimika kuingia kwenye mabenki, wanalazimika kuingia kwenye asasi za kifedha kwa ajili ya kukopa pesa na kununua hizo silaha, lakini wanapata changamoto, hizo silaha zinakaa kwenye maghala ya kuhifadhia muda mrefu.